Nimetoka pande ya Isiolo huko. Watu wa Isiolo wamesema niwasalamie. Mmepokea salamu? Wacha niseme tuko hapa siku ya leo kwa sababu sisi ambao ni viongozi tupatia nafasi ya kuwa viongozi. Kuna yale mambo ambao tulisema tutafanya mkitupatia nafasi. Na kwa sababu kazi yenu iliisha wakati mlipiga kura, kazi iliyobaki ni sisi viongozi kuwaambia mahali tumefika katika ile kazi mlituuliza tufanye, ndio mjue ni nini imefanyika, na pia ile haijafanyika tuwaambie itafanyika lini na namna gani. Kwa hivyo tuko hapa leo kwanza kujumuika na wanabiashara wetu wadogo wadogo, kwa sababu hao ndio wengi katika taifa la Kenya. Wanabiashara ambao wanafanya mambo kidogo kidogo ya kutafuta riziki. Iko akina mama wanaitwa mama mboga, iko watu ya bodaboda, iko wachuuzi, iko watu wa kinyozi, iko watu wa mkokoteni. Hao watu katika nchi yetu ya Kenya ndio wengi, na wale sio wanabiashara ni wakulima. Kwa hivyo tuko hapa kukumbuka hao watu, kwa sababu hatutaki kamwe atitungojee wakati wa kampeni ndio tunatafuta vijana wa bodaboda na kuwanunulia reflector ya shilingi 50 na kuwaambia watusindikishe kwa kampeni. Hatutaki kungojea mpaka siku ya kampeni ati ndio tunatafuta mama mboga tunawapatia apron ya shilingi 100 na kuwaambia watuimbie na watutafutie kura. Tunataka saa hii wakati hakuna kampeni tuwezeshe watu wetu wapate nguvu kidogo ya kujifanyia mambo yao ya kutafuta riziki, ndio wapate nguvu na wawe na maisha bora zaidi, ili nchi yetu iwe ni nchi ambayo iko na usawa. Kwa hivyo tumesema wakati huu ni wakati wa kukumbuka sisi wote ambao ni wananchi na kusaidiana. Na kabla sijasema mambo ambayo imetuleta hapa siku ya leo ya kusaidia hawa wanabiashara, wacha niwapatie report card ya mahali serikali imefikisha agenda ya maendeleo kama mlivyotupatia usukani miaka 2.5 iliyopita. Nishukuru viongozi wote ambao wamekuwa viongozi wa taifa la Kenya. Hakuna kiongozi ambaye hakufanya juhudi ya kupeleka Kenya mbele mahali aliipata. Mzee Kenyatta kuna ile kazi alifanya hapa Kenya akiwa rais. Niguo kana teguo. Rais wa pili mzee Moi vile vile kuna kazi alifanya. Rais wetu mzee Mwai Kibaki alisukuma hata zaidi, akaimarisha uchumi, akaleta elimu ya bure ya watoto wetu wa primary, akatujengea barabara kadhaa ikiwemo ile super highway ya Thika ikafika pale Keno. Nema kana tema. Sio ni kazi mzee Mwai Kibaki alifanya? Na barabara nyingine ikiwemo hii ya Dual Carriageway ambayo ilifika hapa Lironi, ilijengwa huko zamani. Niseme ya kwamba vile vile Uhuru Kenyatta alifanya kazi kubwa sana kama rais wetu wa 4. Akaongeza barabara, akaongeza mambo ingine hapo. Mambo ya stima, Uhuru alikuta stima watu 2,700,000 ndio walikuwa na stima Kenya, akasongesha ikafika 8,000,000. 3 times. Na mambo ingine mengi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alifanya. Na wakati William Ruto amechukua usukani kama rais, mahali alipata kazi
lazima tuwaeleze ni nini tumefanya. Hiyo miaka 2.5 imepita na ile imebaki, tueleze vile tunang'ang'ana ili tuhakikishe ya kwamba tumefanya hiyo kazi. Mnajua ya kwamba wakati tumepiga kura, wakati nyinyi mmechagua Rais William Ruto na kuchagua viongozi wote akiwemo mbunge Kahangara, governor na wale wengine, uchumi wa Kenya ulikuwa katika hali ya hatari kidogo, kwa sababu vile tulikuwa tumekosa namna ya kujenga nchi kwa zaidi ya miaka 2 kwa sababu ya ule ugonjwa mbaya wa corona ama COVID-19. Hiyo COVID-19 ilitufanya tukae nyumbani, tukafunga biashara zote, tukaacha kufanya kazi 1.5 mwaka bila kazi yoyote. Ndio unaona by 2022 September, wakati William Ruto anachukua serikali, nchi ilikuwa katika hali mbaya ya kiuchumi. Shilingi ya Kenya haikuwa na nguvu, ilikuwa inapoteza nguvu kila siku. Na shilingi ya Kenya kupoteza nguvu ni kumaanisha ya kwamba gharama ya maisha itakuwa juu, kwa sababu ile pesa mwananchi anapata inafanya kazi kidogo kwa sababu shilingi haina nguvu. Ndio ujue kuna kazi imefanyika miaka 2 sasa. Ile shilingi moja ya Kenya, ile shilingi ya Kenya ambayo ilikuwa inagharimu shilingi 167 kupata dola moja ya Marekani, leo hii unahitaji shilingi tu 129 kwa dola moja. The shilling has strengthened in the last 2 years. The shilling was exchanging at 167 shillings to $1 in 2022. Today, due to government policy, government interventions, the Kenyan shilling is stronger and it is exchanging for 127 shillings, 128, 129. Shilingi ikipata nguvu zaidi, mwananchi gharama ya maisha inakuwa afadhali kidogo. Nego kana tego. Nego kana tego. And for the past 1 year, shilingi ya Kenya haijapita 128, 129 to the dollar, imebaki hapo. Bei ya unga ilikuwa juu kidogo, 250 kilo 2 ya unga wa ugali ambayo inatumika na wananchi wengi. Tumeipunguza kiasi kwa kama shilingi 100, imefika 150, 155 hapo, na bado tunakazana kuiteremsha zaidi ifike 100 shillings na chini zaidi. Watu ambao ni matajiri na wana uwezo, wako na uwezo, hawajui maana ya kushuka kwa unga kwa shilingi 100. Wanaona ni kama mzaa. Ile unga ilikuwa 240, sasa ni 140. Ilikuwa 250, sasa ni 150. Ingine 120, 130. Ni kwa sababu kwa family nyingi ndio zipate chakula. Unga, bei ya unga iko na maana sana. Lakini watu ambao wako na uwezo hawaelewi. Kwa sababu hata unga ikigharimu shilingi 1000 kwa kilo watanunua na hawatazikia chochote. Lakini sisi kama serikali ya bottom up economic transformation tunang'ang'ana hiyo unga ambayo tumeteremsha iteremke hata zaidi, ndio gharama ya maisha ikuwe afadhali kwa mwananchi. Ni sawa si sawa? Ni sawa si sawa? Fertilizer ambao wakulima wetu wengi wanatumia, 2022 fertilizer mfuko moja ilikuwa 7,000 kilo 50. Tumeteremsha kupitia ruzuku ya serikali, sasa ikakuwa 2,500. Na hiyo ndio imesababisha tuzalishe mahindi ya kutosha, mpaka ile mahindi tulikuwa tunatoa nje, sasa tuko na mahindi ya kutosha. Na hiyo ndio imeteremsha hata bei ya unga
kwa sababu fertilizer ikiwa na bei chini, mahindi ya kutosha itazalishwa na Kenya itajiondolea aibu ya njaa. Fertilizer imeshuka ama haijashuka? Si imeshuka. Vile vile watu wengi hapa Kenya ni wakulima. Riziki yao inatoka katika ukulima. Hapa Kiambu na Central kwa ujumla, sisi ni jamii ya ukulima. Wananchi wengi ni wakulima. Ndio tukasema tuboreshe bei ya majani chai, bei ya kahawa, bei ya maziwa, kwa sababu watu wengi hapa ni wakulima, aidha wa kilimo cha chakula, cha mimea ama wa ng'ombe. 2022 average price ya kilo moja ya majani chai ilikuwa shilingi 44. Leo tumeipandisha, average price ni shilingi 64. Na bado tunataka tusongeshe juu ifike shilingi 100 kwenda juu. Hiyo ndio minimum guaranteed return kwa mkulima. Kahawa, wakulima wengi ni wakulima wa kahawa. Kahawa ilikuwa imepotea kabisa. Ilikuwa hata 20 shillings, 30 shillings. Uhuru Kenyatta ndio amekuja akaisongesha, akaifikisha 60 shillings, shilingi 60 wakati anaenda retire. 2022 ile kahawa kilo moja mkulima alikuwa anapata shilingi 60 ama shilingi 50. Leo hii hapa Kiambu, sehemu za kahawa hapa Kiambu kama Githunguri na kule kwingine Gatundu North, kahawa na Thika huko, kahawa ambayo ilikuwa mkulima anapata kwa kilo moja shilingi 50, shilingi 60, tunalipa 110, 120, 130, 140, 150 shillings. Nego kana tego. Si kahawa ndio tunakuza hapa kwa wingi. Leo hii kulingana na factory Kiambu, Murang'a, Nyeri, kule Kirinyaga, Embu, Tharaka Nithi na Meru, bei sasa inategemea kulingana na bidii ya wakulima. Ile ilikuwa 50, 60 ni 110, zingine 120, zingine 130, zingine 140 kama kule Embu. Embu wamefikisha 148. Nyeri factory moja pale Othaya imelipa 162 shillings per kilo. Hiyo ni mzuri ama sio mzuri? Au nega? Kiambu oi! Lari oi! Hiyo ni bottom up ama sio bottom up? Mkulima wa majani chai akipata pesa zaidi, hiyo ni bottom up. Mkulima wa kahawa akipata bei nzuri kidogo ya kahawa, hiyo ni bottom up. Kwa sababu vile tulifanya ni kupunguza bei ya fertilizer, kupunguza bei ya mbegu, na kwa kahawa tukahakikisha usimamizi bora, na tukahakikisha malipo ambayo ni kupitia kwa Nairobi Coffee Exchange yamekuwa streamlined, na tukatoa wakora, na tukahakikisha kwamba kila mtu sasa ako na leseni moja. Kama wewe ni miller, only the milling license. Kama wewe ni marketer, only marketing license. Kama wewe ni broker, only brokerage license. Hapo zamani mtu mmoja alikuwa broker, marketer, farmer, miller, one person. Hiyo ndio cartel ilikuwa inaumiza wakulima. Na bado tunaendelea. Tuko na imani ya kwamba kahawa inaweza pata zaidi ya hata mahali imefika. Fedha zaidi. Kweli si kweli? Maziwa ilikuwa inanunuliwa 2022 shilingi 37, 33. Tumeipandisha leo. KCC inanunua shilingi 50. Tunakazana tuipandisha hata zaidi. Wakulima wa maziwa, wa kahawa,
wa majani chai, tukiendelea kuongeza bei, nchi yetu itaimarika, tutaweka pesa zaidi kwa mfuko wa mkulima, na hiyo ndio bottom up economic transformation agenda. Kwa hivyo kuna kazi kiasi imefanywa, lakini tunaendelea kwa sababu bado tuko na miaka ingine 2.5. It is work in progress. Vile vile tukasema watu wengi wetu katika taifa la Kenya ni wanabiashara wadogo wadogo, aidha wakulima ama wanabiashara wadogo wadogo. Neguo kana teguo adwa centru ni aremi na adwa biashara ne makana tema. Watu wengi wanapata riziki pale kwa biashara. Tukasema lazima tujenge masoko ya kisasa. Ndio hawa mama mboga, ndio hawa wachuuzi wawache kuuza mali, kuuza mboga, kuuza vyakula vyao huko nje, wakipigwa na jua, wakipigwa na mvua, wakipigwa na vumbi, wakihatarisha maisha yao kwa magari. Wale akina mama wako na watoto wakinyonyeshea watoto wao barabarani hadharani. Tukasema hiyo si heshima kwa mama wa Kiafrika, si kweli? Tukasema ya kwamba tunajenga masoko, na Kenya nzima tunajenga masoko zaidi ya 400 ya wanabiashara wadogo wadogo. Kila soko iko na mahali pa kuuzia, kila soko iko na mahali pa kuweka mboga ile itabaki na nyanya ile stock ambayo haijanunuliwa na kumekuwa jioni. Kuna barafu ya kuweka hiyo mboga na nyanya isioze. Mama auze hiyo stock leo, kesho kutwa, mtondogo, juma hilo na juma ile na juma ile ingine, mpaka siku ile stock itaisha. Na pia iko na ICT hub kwa vijana wetu wapate mahali. Hizi masoko tunajenga ni ya gorofa. Hiyo gorofa ya juu iko na mahali tumeweka kompyuta ya bure ya serikali, internet ya bure ya serikali. Hakuna maneno ya bundles. Vijana wanaenda pale wanafanya e-commerce ama biashara ya kisasa ya mitandao. Na kuna kazi ambao vijana wanapata vile vile pale kwa mtandao. Kazi ambao vijana wanaelewa, wale wazee labda hawataelewa, watoto wenu wanaelewa hiyo maneno. ICT hub inasaidia vijana wetu kupata kazi mtandaoni. Iko kazi pale kama speech writer, kama transcriber, kama app developer, kama forex trader. Hapa Lari already tuko na ICT hub moja, tumeweka kompyuta 100. Nimetembea pale wakati rais alikuwa pale. Vijana pale wanatumia hiyo ICT hub ya Jitume Lab, wanatengeneza pesa kutoka mtandaoni, kwa sababu vijana wa sasa wanatafuta kazi mahali popote. Wakipata kwa ofisi sawa, wakipata mtandaoni ni sawa, kwa sababu kazi ni kazi. Si tulisema kazi ni kazi? Ya mkokoteni ni kazi, ya mama mboga ni kazi, ya internet ya mtandao ni kazi, ya mjengo ni kazi. Kazi ni kazi. Kwa hivyo tunaongeza ICT hubs kama hiyo ya Lari TVET. Tuko na masoko tunajenga hapa. Pale soko Mjinga, hiyo soko iko almost 50%, even more, I think 90%. Ikikamilisha, mimi ama rais tutakuja kufungua. Na tuna soko zingine hapa nyingi, sio hiyo ya soko Mjinga Kinale peke yake. Tuko na soko nyingi hapa, sina wakati wa kutaja zote. Kiambu peke yake masoko 21 ambayo itagharimu serikali ya Kenya bilioni 2.2, 2.2 billion worth of market infrastructure.
Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Hiyo ndio kazi mlituambia tufanye. Ndio akina mama wetu, wachuuzi, vijana wapate mahali pazuri wa kufanya biashara na vijana wapate kazi ya mitandao. Vile vile tunajenga affordable housing. Moja pale Viewpoint tumeadvertise 700 units. Tunajengea watoto wetu hostels. Hapa Lare TVET tumeadvertise. Rais William Ruto ameamrisha tujenge hostels hapa na tumeadvertise. In a few months time we will build, complete and hand over hostels so that our students can have good accommodation. Vile vile barabara zilikuwa zimekwama kidogo, lakini Mungu ametujalia, uchumi umeanza kuonyesha dalili ya kufufuka. Ile mambo ya corona imepungua sasa, zile athari za corona zimefungua. Sasa tumepata pesa ya kujenga, kukamilisha barabara zote zikiwemo barabara za Maumau, na hizo barabara zote Mheshimiwa Mburu Kaangara ametaja hapa, tutazijenga na tuzikamilishe kabla ya uchaguzi ujao. Tunakazana na kuweka stima pia, kwa sababu mambo ambayo nimetaja ya ukulima, ya kuboresha bei ya bidhaa za ukulima kama majani chai, kahawa, maziwa, kujenga masoko, kujenga barabara, kuweka stima mahali haijafika. Hiyo hatua ndio inasaidia kufufua uchumi wa mashinani. Hiyo tunaita bottom up economic transformation. Na hii barabara kuu ya kutoka Rironi kupitia hapa kwetu Lari, kupita Kijabe, kwenda Naivasha, kwenda Nakuru, kwenda My Summit, itaanza kupanuliwa na kujengwa tarehe 1 Julai mwaka huu. Kwa hivyo mahali tumepata hiyo dual carriageway imefika Rironi. Sasa William Ruto ametafuta namna ya kutuongezea hiyo barabara iwe ni barabara mara 2, dual carriageway. Tupunguze ajali, bei ya mashamba na mijengo yetu area hii dhamani iende juu, tukuze uchumi wa Lari, wa Kiambu, wa Nakuru, na tufungue uchumi wa Rift Valley, Nyanza, Western Kenya isonge mbele. Na hiyo dual carriageway tutasukumana nayo, tunataka tuipeleke hivyo kwa sababu intention na plan yetu isonge ifike Eldoret, iende mpaka Malaba. Ndio Kenya, tusikanishe Kenya na Uganda, uchumi wetu ukue hata zaidi. Mungetaka tuendelee na hiyo kazi? Tuendelee tusiendelee? Kumbe mlikuwa mnanisikiza eh? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee na hiyo kazi ya kujenga barabara, kuweka stima, kujenga masoko, kuongeza bei ya kahawa na majani chai na maziwa. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee kutafutia vijana wetu kazi, kazi kwa mtandao, kazi kwa affordable housing, kwa sababu kazi ni kazi. Tuajiri wengine kama walimu na prison officers, tujenge taifa letu. Wangapi wanasema tuendelee na kazi? Hapa Kiambu muko na bahati kwa sababu stima yenu iko karibu kufika kila mahali. Kiambu has the highest electricity connectivity in the country, 97%. The good news is, habari njema ni kwamba tuko na pesa sasa hivi ya kukamilisha hiyo 3% imebaki, ya kuunganisha manyumba
3,700 ambayo yamebaki hapa Kiambu County ipate stima, tupate 100% electricity connectivity in Kiambu County. I think nyinyi ndio mtakuwa county ya kwanza Kenya kupata 100%, and we want to do that in the next 1 year. By December actually we will have finished to connect 3,700 households, and we are spending 476 million shillings. Si umesikia huyu deputy president anaelewa mambo ya serikali? Si umesikia anaelewa mambo ya program ya serikali? Niendelee na hiyo kazi ama niachane nayo? Niendelee nisiendelee? Niendelee kusukuma maendeleo ya Kiambu na Central na Rift Valley na Western na Nyanza na Coast na Eastern na Northeastern? Wangapi wanasema tuendelee? Tuna mpango maalum wa kuongeza nafasi za kazi kwa vijana wetu. Nimesema hii program yetu ya kujenga masoko, kujenga nyumba ambazo wananchi wanajibundu na wanaweza nunua, affordable housing na social housing. Hiyo program yote imeajiri kwa sasa vijana 200,000, 200,000, between 200 and 250,000 depending on the ongoing projects at any given time. Some have short-term jobs, others long-term jobs. Wengine ni fundi wa mikono, wengine ni watu ya mikono, wengine ni mafundi, wengine ni carpenter, wengine ni plumber, wengine ni electrician, wengine ni structural engineer, wengine ni quantity surveyor, wengine ni architect. Kazi ni kazi, tunasonga mbele kutafutia watoto wetu ya ajira na watu wetu wapate ajira. Between 200,000 and 250,000 Kenyans are currently employed in the affordable housing program and market construction program across the country. Vile vile vijana wengine karibu 500,000 wanajipatia riziki kupitia kazi mtandaoni, kupitia ICT hubs ambazo tumejenga 272 ICT hubs. Most of them are in TVETs, lakini tunataka kuweka ICT hub moja kwa kila ward. Every ward will have a public ICT hub, not in an institution, in a public place where young people can get digital jobs as we grow our economy. Vile vile, sio vijana wote wanataka kufanya hiyo mambo ya hizo kazi nimetaja. Tumerudisha ile program ya Climate Works, tumeanza Nairobi, vijana 40,000 ya Climate Works. Ile ilikuwa inaitwa kazi mtaani. Tutaileta hapa Kiambu na county zote 47 vile tumeanza pale Nairobi. Vijana wale wanasaidia pale katika Nairobi River Regeneration Program. Vile vile wale vijana wako na bahati kupata kazi nje ya nchi, tumesema pia serikali tuwasaidia wapate passport, wafanye kazi nje, wapate pesa, watume nyumbani, waezeke hapa nyumbani, wakikaakaa huko na wamepata hela, warudi tuendelee kujenga nchi yetu. Kwa hiyo program ya kazi mtandaoni, vijana 500,000 wamepata kazi. Kwa hiyo kazi ya majuu, kazi ya ng'ambo, vijana 200,000, 200,000 young people have benefited from jobs abroad in the last 2 years. Kwa affordable housing na markets, between 200,000 to 50,000 young people. Climate Works itaongeza hiyo namba. Walimu, serikali hii tangu 2022 imeajiri walimu 76,000, 76,000 teachers, the highest number of teachers employed by any administration in a span
of 2 years. Katika manifesto yetu tulikuwa tumesema kati ya 2022 na 2027 tutaajiri walimu 116,000. 1,116 already kwa miaka miwili tumetimiza hiyo ahadi, tumeandika 76,000. September mwaka huu tutaongeza wengine 24,000 teachers ifike 100,000, na tunasonga mbele tufike ile 116,000 tulisema, na hata tupitishe. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo. Kwa hivyo hiyo kutafutia vijana kazi is a permanent agenda of this government. Vile vile sio vijana wote watapata kazi ya ofisi. Kwa hivyo tumekuja na program ya kusupport biashara ndogo ndogo. Leo tunawatafutia stock kidogo vikundi ambao viko hapa kama vikundi 70. Lakini kuna program ingine ya pesa ya serikali ambayo tumeanza mwezi huu katika taifa letu la Kenya. Tuko na program inaitwa Nyota ya kusaidia biashara za vijana. Vijana wanaume, vijana wanawake. Wale wako na biashara ndogo ndogo. Wale wanatoka TVET zetu. Biashara ya catering. Kuna vijana hapa wanafanya kikundi ya kufanya business ya catering. Wengine wanafungua salon. Wengine kinyozi. Wengine biashara ya furniture kidogo, seremara. Wengine electrical shop. Tumesema hiyo program ya Nyota inaitwa Nyota, National Youth Opportunities. National Youth Opportunities Towards Advancement. Nyota program ambayo serikali inatumia bilioni 28 katika taifa la Kenya kupatia biashara 70 kwa kila wodi katika taifa la Kenya. Wacha nirudie. Tunasaidia biashara 70 katika ward sote za hapa Lari, ward zote za Kiambu, ward zote za county 47, all the 1,450 wards. In each ward, 70 businesses will benefit from a grant from the government of Kenya of 50,000 shillings to expand their small business. Sisi tulisema kazi ni kazi. Si ya saloon ni kazi. Si ya kufanya kazi ambao ni kazi. Si ya stima ni kazi. Si ya catering ni kazi. Kinyozi ni kazi. Mama mboga ni kazi. Hii Nyota program it will transform Kenya for good. Watu wengi ambao wako na pesa hawaelewi maana ya 50,000. Hawaelewi. Hawa mama mboga unaona wanazungusha stock ya 10,000. Hiyo ndio stock yao hapo. Na hiyo ndio wanatumia mpaka wanaelimisha watoto. Na hiyo 10,000 wanaifanyia miujiza ina multiply mpaka wanalipa school fees. So the government is giving going forward from this month going forward 50,000 shillings to 70 businesses in every ward in all the 1,450 wards of the Republic of Kenya. Tuendelee kusaidia wanabiashara. Kwa hivyo ile juhudi tunafanya hapa ya kuwasaidia wapate stock, hiyo program ya Nyota itakuja iongeze hata zaidi. Kwa sababu wale hawajaajiriwa kazi ya ofisi pia tuwasaidie kwa biashara. Kwa hivyo watu wetu, adwaitu,
We are in the business of transforming Kenya from the grassroots. Na sio kazi rahisi, ni kazi ngumu, ni kazi ya bidii, ni kazi inachukua muda. Msidanganywe, msiambue hakuna kitu serikali imefanya. Nimewatajia ile mambo imefanyika, na ile bado kufanyika itafanyika, because we still have 2.5 years to go. Nema kana nema. Nema kana nema. Nema kana nema. Negwo kana negwo. Kwa hivyo kwa hivyo unajua hakuna kubahatisha. Nasema negwo kana negwo. Yes. So sisi hiyo ndio kazi tunafanya, and we are very serious. Na tunafanya the whole country, kwa sababu Kenya ni nchi moja. Wacha niseme tafadhali, mimi na wasi adoa kirima, adoa nyumba, tusiingizwe katika siasa ya mapema. Tuwe watu waerevu vile tumekuwa. Tuulize maendeleo kutoka kwa viongozi wetu saa hii. Siku ya kampeni tutajua ni kiongozi gani amefanya kazi na ni nani hajafanya kazi. Mnakubaliana na mimi? Nimwetekera. Mnataka kazi ama mnataka siasa saa hii? Ni wera ama ni kazi? Ni wera ama ni kazi? Wera na kazi. Ama mnataka siasa saa hii? Murenda wera kana siasa? Wera kana siasa? Wera kana siasa? Tajonia ina moko mara uga ne wera ne wera ne wera ne wera ne wera. Si kazi ya mtu itaongea? Si kila mtu atatoa taarifa yake? Aseme mimi nilikuwa mbunge, nilikuwa MCA, nilikuwa gavana, mimi rais, na yeye aseme mimi nimefanya hivi. Ule kiongozi hajafanya kazi, aende nyumbani. Ule kiongozi amefanya kazi, aendelee. Si namna hiyo? Kwa hivyo tusiingie katika siasa ya mapema. Wakati wa kampeni ukifika, tutavaa jezi ya kampeni na tutaomba kura kulingana na ile kazi mtu amefanya. Kwa hivyo mimi nimefika hapa leo, na nashukuru viongozi ambao wamefika hapa. Na leo ni siku ya empowerment ya 70 groups. Iko watu ya makanisa, iko watu ya mama mboga, watu ya bodaboda, watu ya kuaa, watu ya mkokoteni, watu wote wako hapa. Hata shoe shiners, hata caterers. Kazi ni kazi. Si kazi ni kazi. Si kazi ni kazi. Kwa hivyo sisi tumekubaliana hatutaingizwa kwa siasa ya mapema, na tusiwe watu ya vurugu. Tusipigie viongozi makelele. Hata wale kiongozi upendi, waacha kupiga kelele. Ngoja siku ya campaign, siku ya kura, upige kura ya kumtoa. Si namna hiyo? Kwa hivyo nimeshukuru sana. Mimi nilisikia wakati ya Maumau, niliambiwa na babangu, nyongo ya Maumau ya kimirwa ni andu atatu. Wa mbere Mugikuyu, wa keri Muembu, wa gatatu Mumeru. Nwe wekaga atia? Nwe wekaga atia? Hawa wazee wanaelewa hiyo maneno. Hii Gen Z haielewi hiyo story. Lakini wazee wetu wataendelea kutukumbusha hiyo maneno. Lakini mnajua sisi tumekuwa nyumba moja, nuziuziwe mambo ya kugawanya. Jamii yetu ni one community. Si ni kweli? Si wakati wa mzee Kenyatta tulikuwa one community? Sisi zote tuliunga mkono mzee Kenyatta. Watu ya sehemu hii na watu ya Embu na watu ya Meru, si tulisimama nyuma ya mzee Kenyatta? Negwo kana tegwo? Si wakati wa mzee Kibaki tulisimama nyuma ya mzee Kibaki sisi zote? Ni kweli ama si kweli? Si mliona Wakikuyu hapo na Wameru hapo na Waembu hapo? Na wakati wa Uhuru je?
Si tulisimama sote nyuma yao? Ni kweli ama si kweli jameni? Ni kweli. Na saa hii, kwani kuna makosa mimi nikiwa hapa? Iko makosa? Kuna makosa? Si ni sawa? Si kilema ni moja? Ama kilema ni mbili? Kilema ni moja ama ni mbili? Kilema ni kimwe? Wacha nione wale wanasema kilema ni moja. So, nitaita wale viongozi wengine wawasalamie kwa dakika moja moja, lakini nataka tumalize hii kazi kwa dakika kidogo sana. Na jinsi ya kumaliza ni hii. Wakati nimekuja hapa, nimewambia nimetoka Isiolo, lakini nimepigia rais simu. Nikamwambia nasimama Lari, kwa watu yako ya Lari, watu ya Kiambu, kwa kina mama mboga wale walikupigia kura, na watu ya Mkokoteni, na watu ya Kinyozi, na watu ya wazee wa Kiama wale walimpigia kura, na watu ya kanisa wale walimuombea, na wako na vikundi zaidi ya 70. Vikundi vingine vitasaidiwa na program ya Nyota, lakini vikundi vingine tunataka tutafute pesa tuwaweke jeki wapate pesa ya kufanya mambo yao. Rais akanituma, akaniambia kwanza kabisa niwasalamie. Amukira igeithi cia president witu. Nimo cia amukira. Nimo amukira geithi cia munene wa bururi. Nimo amukira geithi cia munene wa bururi. Jonia na moko mara amukira geithi cia president witu. Alafu nikamwambia boss, baada ya salamu sasa akaniambia iko nini? Iko bus. Iko bus. Ile ya Lari. Hiyo nitaleta, hiyo nitaenda kusukuma nilete. Hiyo nitaenda kusukuma nilete. Si rais aliahidi bus. Si kazi ya deputy ni kwenda kufuatilia ahadi za rais? Ama kuna kazi nyingine ya deputy? Si ni kwenda kufuatilia ahadi za rais? Ahadi ya basi ya TVET, na ahadi ya barabara, na ahadi ya stima, na ahadi ya soko. Hiyo kazi nitaifanya kwa bidii. Hiyo kazi ya kufuatilia nitaifanya kwa bidii, ili watu wetu wa Lari, watu ya Kiambu wapate ahadi zote za rais sitimizwe. Kazi yangu kama naibu wa rais ni kusukuma kazi, kutafutana na mawaziri na ma-PSS paka ile amri ya rais imetolewa inafanyika haraka. Si namna hiyo? Niendelee na hiyo kazi? Nisukume kazi? Hiyo kazi nitaifanya na bidii na juhudi na mbio. Nitaipeleka mbio kama gari ya miraa. Kama gari ya nini? Kama gari ya nini? Kama gari ya nini? Nisukume kazi? Nisukume kazi? Wangapi wanasema nisukumane na kazi? Bas. Sasa si namna hiyo? Namna hiyo. Sasa rais baada ya salamu akasema anataka kuweka jeki. Vikundi hivyo vinawekwa jeki leo na shilingi milioni 3. Hiyo pesa iko hapa. Hiyo pesa iko wapi? Hiyo pesa iko wapi? Tukitoka hapa, Mheshimiwa Mburu Kahangara atabaki hapa, wapange vile hiyo vikundi itapata pesa yao. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Na mimi Deputy President nitoe ama nisitoe? Nitoe nisitoe? Si ya rais imetosha? Si rais amepeana milioni 3? Haijatosha? Haijatosha?
Hata mimi nasukuma rais na shilingi milioni 2. Hiyo ni ngapi? 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 Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Iko rafiki yangu ambaye hayuko na sisi leo, lakini ametutuma na anatoka hapa Kiambu, ako safari ya kikazi nje ya nchi. Anaitwa Kimani Ichung'wah. Wapi nduru ya Kimani Ichung'wah? Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, hata yeye nimempigia simu, ameniambia ametumana mtu yake ameniletea tukiwa hapa shilingi 1,500. Hiyo ni 5.5. Hiyo ni 5 point. Hiyo ni 5 point.